Ndio chachelewa hapa. Kwa hiyo eneo la pili serikali tunafahamu nia ya kulinda viwanda vya ndani na kukusanya mapato, lakini tuangalie sekta zinazowagusa wanyonge wengi. Nitazitaja tu sekta mbili. La kwanza, sielewi serikali ya Chama cha Mapinduzi ina ugomvi gani hivi karibuni na wavuvi, sielewi. Nilivyoisoma hii naona tax measures nyingi ambazo zinaenda kuathiri sekta ya uvuvi. Natoa rai tu review kodi zetu na tozo kwenye nyavu na tuangalie impact yake kwenye uvuvi. La pili, sielewi serikali ya Chama cha Mapinduzi ina ugomvi gani na bodaboda. Maana yake usajili wa pikipiki gharama imeongezeka 90 mpaka 1,500,000. Kuagiza pikipiki 5%, sijui, ili mradi tozo juu ya tozo itaenda kuwa na impact kwa sekta ya bodaboda. Eneo la mwisho nataka kuchangia. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimalizie Mwenyekiti, kengele yangu. Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpe taarifa Katibu Mkuu wa Chama cha ACT Mbunge Mheshimiwa Ado. Mosi, Chama cha Mapinduzi chenye mamlaka kilichopewa dhamana na wananchi wa Tanzania hakiwezi kuwa na ugomvi na wavuvi. Kwa mipango thabiti ambayo waziri wa uvuvi aliitoa hapa kwenye bajeti yake, lakini kwa mipango ambayo imewekwa na waziri wa fedha, alichoshindwa kusema, tozo imewekwa kwa bidhaa ambazo zinaingizwa kutoka nje. Lengo ni kulinda viwanda vya ndani na kulinda wavuvi wetu, lakini quality ya nyavu zitakazotengenezwa ziwe na tija kwa wavuvi wetu. Asante. Leo nasema serikali ina ugomvi ya Chama cha Mapinduzi ina ugomvi na wavuvi, ambayo imeweka mkakati wa kuwawezesha wavuvi kuvua kwa vizimba. Asante. Mheshimiwa Ado Shaid Abu, unapokea taarifa yake kwa sababu pole. Kuna taarifa kutoka kwa Esther Bulaya, unaipokea? Siipokei kwa sababu sijui umahiri huo wa CCM wameujua lini. Akiwa Chadema majuzi ama sasa, ule niliyosema kujadili kwa dhati, mfano mmoja wapo ni huu hapo. Naendelea la mwisho, hoja ya mwisho Mwenyekiti. Bulaya, naomba kaa chini. Hoja ya mwisho. Mwisho tatu nayo. Kaa chini. Hoja ya mwisho. Kaa chini. Haujapewa ruhusa. Hoja ya mwisho. Malizia. Hoja ya mwisho. Nimesoma hotuba hii kwa kina. Amani imetajwa mara 5. Katiba haijatajwa. Ado, Mheshimiwa, taarifa. Muda wako umeisha. Wind up. Malizia. Nilikuwa nataka la mwisho ninalotaka kusema. Oda. Esther Bulaya, atutoi taarifa wakati mtu ana wind up. Malizia. Nina wind up. Challenge ninayotaka kuwapa ni kwamba Chama cha Mapinduzi pia kupitia hotuba hii kinaonekana misingi ya utawala bora, haki za binadamu. Ukiangalia matukio ya utekaji hivi karibuni hayajapewa umuhimu, na hatuwezi kutekeleza bila kuweka framework ya uwajibikaji. Muda wako umeisha. Naomba kaa chini. Muda wako umeisha. Nimwite sasa Daktari Damas Ndumbaro, atafuatiwa na